Kwa baba atakiwa aangalie mahali fulani, mahali hapa panahitaji upole na kumpa maelekezo, na hapa panahitaji kutumia nguvu. Leo lakini wazazi wengi hawalijitambui hili, kwa sababu wanataka shortcut. Kila mahali mtoto wako kafanya hivi bwana, kibao tayari kampiga teke, fanya hivi. Sasa kusikia mambo haya, yeye hataki maelezo, kwa sababu siku zote mtoto anakuwa kakosea kwake yeye. Hili si jambo la sawa. Wakati mwingine unasikiliza kitu gani kilichompata, na kama kimempata pia wakati mwingine unaweza ukatoa maelezo yakawa yana manufaa zaidi kuliko kile kipigo. Kawa wewe wapiga, kumbe ni watengeneza nunda lile jitu sugu. Haogopi tena kipigo chako, kwa sababu kila aina za mipigo umempiga, hakuna kipya. Yule mtoto anakuwa sugu na wala hasimeshiki tena, wala hamuogopi yoyote. Mwambie baba yako, mwambie bwana, kwa mimi namuogopa. Na kweli hakuogopa, takuua wewe, ajua huwezi kumuua. Kwa hiyo si kila mahali watu wapiga tu. Kuna sehemu za kuzungumza na watoto kwa uzuri kabisa. Sema ajua watoto wa Afrika sio kama Ulaya bwana, huku ni kipigo tu, sio sawa. Hujui wewe adabu za kulea. Unaweza kukaa na mtoto miaka miwili au tangu wazaliwa mpaka afika miaka 7, 8 kuja kumpiga, lakini akiambiwa nitakusemea kwa baba yako, basi anapata hofu kwa namna unavyoishi naye. Kwa kuna siasa ya kuishi na watoto, lazima ujue na mwelekeo wa kuishi na watoto. Alafu wampiga mtoto wa miaka 2 au 4, wamtandika makofi ya nguvu, ataelekea kwenye lipi? Kwani ajua nini huyu? Sheria ya Kiislamu imeweka umri wa kupiga. Si sawa wale wanaokataza kabisa watoto wasipigwe, na wala si sawa wale wanaona kwamba kutokupigwa watoto ni sababu ya kupotea maadili. Sisi tunawajua watu walikuwa ni wakali na ni mabingwa wa kupiga, lakini pengine mtu ameambulia watoto wake wote wafuta bangi na apiga sana. Piga kweli kweli, ukipigwa wewe kipigo kimoja utapoteza fahamu, lakini hakutengeneza kitu. Watu wengi tu kuonyesha kwamba kipigo hakisaidii, si kila wakati kitasaidia. Kila kitu kina mahala pake. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.